Tulifuata hotuba yake kwa taifa muda si mwingi, ambapo amesema vitu ambavyo anashutumu mwenziwe aliyechukua madaraka kabla yeye kufika mwisho wa muhula yake. Na hapo tunaweza kukumbusha kwamba ni yeye ambaye mwenyewe, kama vile Nanga alivyosema, waliamua kwamba madaraka yaingie upande mwingine, na sasa mafaa yayo anaiona hadi kwenye utu wake mwenyewe. Unadhani kwamba ana kipya ama kuna kile ambacho mnaona kama wananchi kwamba anaweza kuchangia katika ujenzi wa taifa? Sisi hatuzani kwamba kuna kipya. Binafsi sidhani kwamba kuna kipya, sababu kingekuweko angelikifanya baada ya kumaliza muhula yake. Pia katika hiyo kupana madaraka ngambo nyingine, alijua kwa nini alifanya hivyo. Yani alifanya hivyo ili akarudie baadaye na kusema eti tazameni, hakufanya vizuri. Hata mwenyewe alikuwa na watu kwenye chama chake ambao angewatiaka wasindikiza na wanachukua mamlaka. Yani hatujue leo kuitikia politician wa Kongo wakati anasema awe wa upande gani, sababu tunatazama matendo, na matendo ya ikikuja na uuaji ama isindikizwe adui wa nchi, hiyo inaonesha kwamba haikuje kwa ajili ya upendo wa Kongo. Kwa nini ameanza kukutana na viongozi wa dini haswa wakati anatoa mwito wa maridhiano na mazungumzo ya kitaifa? Hiyo nadhani ni kwa kuwa viongozi wa dini, unajua, walitoa ushauri kwamba vita si vizuri, ilikuwa lazima wanasiasa wote wakae meza moja waongee. Hakuna problem ambayo haiwezi isha kwa maongezi. Angefuatilia hiyo njia ingekuwa vizuri, waongee wote. Kama hapo alipokamata mamlaka kwenye mwaka wa 21, uliona wakongomani walienda Sun City, nchi ilikuwa na wanajeshi wengi, vita huku na kule, lakini kupitia maongezi yaliweza kuwa nchi moja. Sasa wanadini walifanya ile meme proposition. Hata sisi kama vile civil society tuliunga mkono kusema kwamba mkikaa meza moja ninyi wanasiasa, wakongomani wanaweza kuridhika na mali yao, wanaweza kuwa na amani, na hapo watafanya uchumi uendelee, watafanya kila kitu ambacho kinabidi kuendelea, na wasionewe na ulimwengu kama vile ulimwengu unatucheka leo.